Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karibuni katika taaliki ya wiki au maoni ya wiki, na insha Allahu taala katika jukwaa hili litakuwa likikujia kila wiki kudadisi na kutathmini matukio yanotukia, lakini si mujarrad wa udadisi tu peke yake, bali kuyapa mtazamo halisi wa Kiislamu. Sisi kama umma wa Kiislamu ni watu ambao tuna akida ambayo akida hii ndio fikra kulia na ndio kaida fikria, kwa maana kwamba ina kila suluhisho la kila kadhia. Katika muktadha huu tunazungumzia swala ambalo leo ndio linalofukuta ukiingia mabarabarani, ukiingia majumbani, ni swala la kupanda kwa bei ya mafuta. Nazungumzia petroli, dizeli na mafuta ya taa. Jambo hili limekuwa likishuhudiwa katika mataifa mengi ya kibepari ikiwemo taifa la Kenya, na hoja kubwa mara nyingi mambo haya yanapokuja huambiwa labda ni mizozo au ile inaitwa market forces, mambo kama haya. Lakini kwa mujibu wa uhalisia wa mambo utakuta kwamba mafuta yanapanda bei kwa sababu mbili msingi, au upandishwa bei kwa sababu mbili msingi. Sababu ya kwanza ni uhalisia wa serikali za kibepari, kwamba wao wamejiwekea mapato makuu yao makubwa katika bajeti zao. Chanzo chake kikuu ni utozwaji ushuru, na ndio maana katika uchumi kuna phrase ambayo ni maarufu, wanasema taxation is a necessary evil, kwamba utozwaji ushuru ni uovu usioepukika. Kwa maana kwamba madai makubwa ni kwamba huwezi ukaendeleza huduma za serikali, mfano miundombinu ya afya, barabara, shule na mengineyo, ila kwa kupitia ushuru. Nadharia hii ni nadharia tu peke yake, lakini tunasema kwa mtazamo halisi ni kwamba serikali inaweza ikapeleka pasi na ushuru, kwa sababu vyanzo vya rasilimali ni vingi sana. Ulimwengu umejaliwa na utajiri mkubwa sana, lakini chanzo kikuu cha balaa zote hizi ni ukiritimba. Kwa maana haya, sababu ya kwanza tukijua kwamba ni ushuru, na ushuru huu unakuja kwa kuwa mafuta hutozwa ushuru takriban hapa Kenya. Tukiangalia kwa mfano takwimu za haraka ni kwamba kuna ushuru aina 8 zinatozwa katika bidhaa moja tu, au katika bidhaa za mafuta, diesel na mengineyo. Kwa mfano ushuru wa kwanza ama kodi ya kwanza ni ile VAT, ongezeko la thamani katika ushuru, ambalo hii ni kodi ya 16%. Lakini kwa sasa hivi serikali, baada ya zile hisia kali kupanda kwa raia, wakasema kwamba wakapunguza hadi 8%, na ndio maana mafuta yakapungua kwa kiasi fulani, kwa shilingi 8 au kwa shilingi 10. Lakini pia ukiachilia mbali kuna excise duty, ambao hii ni ushuru wa bidhaa. Mfano Kenya petroli hutozwa ushuru shilingi 21.95. Dizeli takriban shilingi 10.31. Hii ni kodi maalum ya bidhaa ambayo kihakika huchukuliwa kama Waingereza wanavyosema sensitive goods, yani bidhaa muhimu. Lakini pia kuna road maintenance levy ambao takriban shilingi 18 huchukuliwa kila lita. Serikali huchukua kama road maintenance levy, ambapo hii wanasema inatumika katika kukarabati barabara. Ukiachilia hilo kuna ile PDL ambao ni Petroleum Development Levy, ambao pia hii serikali hutoza kwa kila lita shilingi 5.40, na hii wanasema hutumika kama kudhibiti bei, yani subsidy wakati mwingine. Lakini cha ajabu pia kuna ile inaitwa Railway Development Levy, yani RDL, ambao takriban 2% ya thamani ya mafuta kabla ya kuuzwa. Wanasema hii husaidia sana kuhifadhi ama kufadhili ile miradi ya reli. Ukiachilia hilo kuna utozwaji wa ile wanasema IDF, Import Declaration Fee, ambayo hii hutozwa 2.5% ya thamani ya mafuta, na hutozwa kila bidhaa inayoingia hapa Kenya. Na kisha kuna anti
adulteration levy, ambayo hii ni senti 50 zinatozwa katika kila lita. Wanasema ni kudhibiti ule uchakachuaji wa mafuta. Mwisho wanatoza petroleum regulatory levy, ambayo hii ni takriban senti 25. Ukichunguza kwa makini bidhaa hii ama bidhaa za mafuta zinatozwa ushuru mkubwa sana. Kwa hivyo utakuta ni kama unyeti wa biashara hii, ni rahisi serikali kupata ushuru wake kupitia kutoza ushuru mafuta. Na ukitoza ushuru ina maana unazidisha bei. Na hapa kuna angalizo. Wanasiasa wapinzani wamekuja na kutoa press statement, press conferences kuzungumzia ati serikali imefanya kadha wa kadha, lakini hii kisiasa inaitwa ni kama emotional catharsis, yani ni kujaribu tu kutoa pumzi za raia, kujifanya wao wanasimama na raia, lakini uhalisia wa mambo, suluhisho la mafuta ni watu kutoza ushuru katika mafuta, ni serikali kutotoza ushuru katika mafuta. Hili la kwanza. Lakini la pili, kama nilivyoeleza, kuna monopoly, ukiritimba. Inatajwa kwamba mzozo huu ama vita hivi vya Israel into quotes pamoja na Marekani dhidi ya Iran, vita vya kidhulma hivi, makampuni, na haya ni kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, likasema kwamba makampuni ya mafuta duniani na gesi yaliweza kujikusanyia faida ya dola milioni 30 kwa jisaji moja. Kwa maana haya, hii biashara yamilikiwa na watu wachache, na kwenye majanga katika biashara hii ndio makapitalists wale ambao ni masyndicate, makartels hufaidika zaidi. Kwa maana haya, bidhaa hii leo humilikiwa na huendeshwa na watu wachache, fadhlan kwamba kuna hicho tunachokiita petrodollar hegemony, kwamba Marekani amelazimisha mataifa yote yaendeshe biashara hii kwa dola ya Marekani, na hili ni jambo ambalo linamfaidisha sana Marekani kwa sababu yeye hudhibiti inflation, na wakati huo inflation akaibeleka katika mataifa mengine. Leo utakuta Marekani huweza kucontrol uzalishaji wa mafuta, akaiambia kampuni kama ya Aramco, kampuni kama Chevron na nyinginezo kama hizi, kuzitaka zizalishe mafuta kwa wanavyotaka wao, zisupply mafuta kwa wanavyotaka wao, na pia bei wanapanga wao. Huu ni ukiritimba. Kwa sura hii, ndugu zangu, huo ndio uhalisia kwamba mafuta yanapanda, na kwa mukhtasar ni kwamba yanapanda kwa sababu mafuta ndio easy target kwa serikali kutoza ushuru, kwa sababu sekta nyingi za uzalishaji, usafirishaji wa bidhaa zinaathiriwa na mafuta. Kwa hivyo serikali ni rahisi sana kutoza ushuru katika bidhaa ya mafuta, ndio maana bei zinapanda. Lakini sababu ya pili tukasema ni monopoly, ukiritimba. Tuelewe kwamba katika mfumo wa kibepari ni mfumo wa watu wachache. Watu wachache ndio wanamiliki zana za uzalishaji, watu wachache ndio wanamiliki biashara, wanamiliki soko. Sasa basi, ni upi mtazamo wa Uislamu juu ya kadhia kama hii? Bila shaka tukigeuza, tukiflip, ni kwamba serikali yoyote ambayo inalenga kutatua tatizo hili iachane na masuala ya ushuru. Yani kwa lugha nyingine, itosheke na vyanzo vya mapato ambavyo Mwenyezi Mungu ametunuku huu ulimwengu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba ulimwengu aliujalia mali mengi sana. Falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna alma sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Na angalia mwanadamu chakula hiki, mwisho mata'an lakum wa li'an'amikum. Angalia mwanadamu chakula chake, jinsi tunavyobujiza maji, mvua zinanyesha, lakini Mwenyezi Mungu anasema mata'an lakum wa li'an'amikum, hivi ni vyakula, ni starehe kwenu nyinyi na wanyama wenu. Kwa aya hizi katika sura Abas ni dhihirisho kwa rasilimali ni nyingi mno, lakini kwa sababu falsafa ama policy ya rasilimali ni kwamba mali ati kuna uhaba wa rasilimali, kuna ile unasema scarcity of resources ama ndio tatizo msingi katika uchumi. Kwa hivyo wao wanawekeza zaidi katika uzalishaji. Sisi tunasema dunia, tatizo msingi la kiuchumi ni usambazwaji wa rasilimali, wala sio uhaba wa rasilimali. Kwa maana haya kwamba Uislamu unaeleza kwamba dunia ina vyanzo vingi sana vya mapato, na serikali inaweza kutosheka na ardhi na nyingineyo kama yale, na ikaweza kwamba haitegemei kuomba mikopo ya mataifa mengine. Hili la kwanza. Lakini la pili ni kwamba Uislamu umejalia bidhaa mfano kama mafuta, malisho na maji. Haya ni mambo ambayo yakizuilika kwa watu wachache, watu wengi watadhurika, bali watu wote hawasongi mbele katika maisha. Kwa mfano
mfano ukadhibiti mafuta. Mafuta yanaathiri maisha ya kila mtu, kwa sababu kila mtu atahitaji kutembea, kusafiri. Kila mtu atahitaji stima, kila mtu atahitaji kadha, atahitaji bidhaa, atahitaji kadha. Kwa hivyo unapozuia mafuta yakawa mikononi mwa watu wachache, kwa maana mingine hujali maslahi ya wengi. Kwa maana haya, mali ambayo sifa yake inahitajika na kila mtu huitwa public property, na Uislamu unasema mali yoyote ambayo ni public property, jukumu la serikali ni kuisimamia ile mali kwa maslahi ya raia, si kuisimamia kwa maslahi ya watu wachache kama ilivyo katika mfumo wa kibepari. Lakini mwisho kabisa ni kwamba Uislamu pia una njia maalum za, kama nilivyoeleza, katika kukusanya mapato yake. Kuna fai, kuna haraji, kuna jizya, kuna taja zaka, taja mali mengi ambayo yanakusanywa, na mali haya huwekwa katika Baitul Mal na huweza kutosheleza mapato ya serikali, na serikali kuran expenditure zake, na vile vile kuwezesha watu wasitozwe ushuru. Ushuru huweza kutozwa kwa hali ya dharura. Kwa mfano, kumetokea mitetemeko mikubwa ya ardhi, Mwenyezi Mungu tuhifadhi, na ikawa pia Baitul Mal, hazina ya taifa, state treasury, pengine kuna funds hazitoshelezi, kuna insufficient funds kukidhi ile kadhia. Ni jukumu la serikali hapa kusimamia raia, na moja katika jukumu la serikali kusimamia raia ni kuhakikisha kuwaondolea dhiki. Hapa ndipo inaweza ikatabaniwa na khalifa kuweza kuweka kodi maalum ambayo ni ya wakati ule maalum, kwa sababu ile kadhia ni kadhia ya umma na jukumu la serikali ni kusimamia raia. Innama al-imamu, tunasema al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Hakika kiongozi ni msimamizi, na yeye ni msimamizi na ni mchungaji, na atakuja kuulizwa kwa wale ambao anawachunga. Kwa msingi, ndugu zangu, kuwepo kwa mfumo wa kibepari kwa ufupi na mfumo wa kiraslimali hauwezi ukatatua hili tatizo, bali uraslimali huzalisha tatizo kama hili. Kwa maana haya, Uislamu pekee ndio una uwezo wa kukabiliana na matatizo kama haya ambayo leo tunayaona. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.